wa ndugu wasikilizaji wa radio television Ngyoku 1, tunashukuru sana kwa kupata wakati wa kuwajulisha tuko katika jiji la Uvira, maana kuna habari nyingi sana za watu ambazo zimesemeka kwamba Uvira ishachukuliwa, Uvira watu wako wanakimbia. Mimi binafsi tuko leo tariki 20 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Leo iko le 20 mars 2026, tuko Uvira na tunasema tulitoka kwenye mapambano ya vita Kabunambo, na kwa sasa tuko Uvira, kusema mambo yote yako sambamba, angalau, lakini mambo yanaendelea kuwa mazuri. Tunashukuru sana watu wa. Asante. Tunashukuru kwa usikilivu wako. Wandugu, tunahitaji tueleze siri inayopitika katika jiji la Uvira na usaliti unaoonekana kwa wazi. Munajua kwamba hawa Watusi wanaojiita kwa jina la Wanyamulenge walitoka Amerika na sehemu zingine wakaja hapa jijini Baraka ili wapate kuzungumza na raia, na waliitisha viongozi wote wa Uvira. Walianza ku chef d'avenue, chef de quartier, meya wa jiji, na wote walikusanyika mahali ambapo gavana aliwaita Jean-Jacques Purusi huko naelekea Bujumbura, kusema kupita Kamvimvira. Walifika kwanza Kamvimvira, baada ya hapo walionekana ni umati wa watu, waliitwa wafika asubuhi, lakini gavana alikuja kutokea kupita saa 6 na wakaondoa mahali ambapo walikuwa wanaandaa, wakaenda sehemu ya pili, na huko umati wa watu ulikuwa wengi sana. Na baada ya hapo gavana akaingia, na kwa kuona hawa Watusi nao wanaingia, walizungumza gisi mulivyosikia, na wakasema wao wako upande wa Rais Felix Tshisekedi Chilombo. Ni uongo kabisa, sababu Kabunambo kama kunakuwa shida ya vita, ni Mtusi mwingine aliyejiita kabisa kwamba yeye ni mwanajeshi na yuko nyuma ya serikali, yuko nyuma ya rais wetu Felix Tshisekedi. Shida ni kwamba akageuza mambo ya drone, pali ende ipige adui, ikaja kwa jeshi letu. Ni wao Watusi wanajifanya kama vile kondoo, kumbe ndani mwao ni mbwa mwitu. Na kabla ya hapo vile vile gavana Jean-Jacques Purusi aliita wa viongozi wasimamizi wa jiji la Uvira, wa chef d'avenue, chef de quartier, meya wa jiji, walikuwa wengi sana, zaidi ya watu 100. Na hapo kwenye mkutano wa MONUSCO walipokea wote pesa, kwanza kwa meya wa jiji mpaka kwa chef d'avenue. Kuna wale walipata $40, yani 40, kuna wale walipata $100, kuna wale walipata $300. Yani ni pesa ziko zinatembea kwa kuregeza roho za hawa wanaoitwa wa chef d'avenue, chef de quartier. Na hiyo mkutano ya hawa wa Watusi wa chef de quartier, chef d'avenue walikuja kupokea 2000 francs, manake moins de $1, ili kuzarau watu. Hawa Watusi walipofika walileta moins de $1. Na baada ya wao kushindwa vitani, maana walipigwa na wakapigwa tena, wakapoteza wengi sana ya wajeshi wao, na wanajiona kwa mtuto hawawezi kupita tarafa la Fizi, na angalau Uvira kuna kwa wasaliti, lakini ni vigumu wao kurudi tena Uvira. Ndipo wanaona watumie ile wanaita FASB, yani wanatafuta tumia sasa njia ya diplomasi, ya mapatano, ya masikilizano. Wanasema amani, wako nyuma ya rais, lakini malengo ni yale yale tu. Wakongomani, musivunjike moyo na musikubali diskuru za hawa Watusi, ni panyapuliza. Wataongea hivi, wanakuwa na malengo kabisa waitimize kutochukua udongo. Yani wanataka kukata udongo uwe wao, na MONUSCO iko nyuma ya hawa Wanyarwanda ili wapate kupokea hii nafasi, yani wakati Kongo wafanye Kongo ikuwe balkanize. Tunawaambia, mimi ninasema kwa sasa Uvira tumezunguka na mnaona chapa, si kwamba niko nazungumzia sehemu haiko Uvira, haiko intelligence artificielle, hapana, haiko montage ya kusema no sura, hapana. Niko Uvira
kwa sasa ninasema tariki 20 ya mwezi wa 3 mwaka wa 2026. Ninaweza kueleza hata nafasi ambapo ninalala ili uverifie kwamba haiko montage, ni ukweli ya ukweli ya ukweli. Uvira inaweza kuwa mshida ikiwa gouvernement provincial, sababu gouvernement provincial haina position, wako vuguvugu, hawana moto na hawana baridi. Ni vigumu sana kuelewa siasa ya mheshimiwa gavana Jean-Jacques Purusi. Ni vigumu. Ulishakaona wapi sisi tuko tunapigana na adui, lakini wanafungua njia adui apate kuingia Uvira bila shida. Baada ya sisi kusema ndipo wanafunga njia, na wako wanakuja na makarti delektere mpya na ile yote inajulikana. Kwa hiyo kujua siasa ya gavana Jean-Jacques Purusi inakuwa vigumu sana. Hatujue anakuwa na kitu gani kabisa, sababu ndani mwake ile kusisitiza kwa kutafuta amani kupitia hawa Wanyarwanda, na ni Wanyarwanda wanatuvamia, na ni Wanyarwanda walishanyang'anya Goma na Bukavu, na sasa wanavamia ni Uvira. Inaonekana kwamba siasa ya government ya jimbo inahitaji kuishakia wandugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku, sababu asingalipokea wale Wanyamulenge na angeongea na wao tu bila kuitisha watu ili wapewe 2000 francs. Wangeacha hata kuwapatia ile 2000 francs, sababu kama wananjaa ile 2000 francs haiwezi kuwatajarisha, na ni vigumu sana watu kuelewa kwa wakati huo, sababu siasa ya hawa Watusi ni kutafuta eneo, na mara wanatoa pesa nyingi, sababu wanazidi kufanya mchango wao ili malengo yao yapate kutimia. Walipita hata kwa rais wa Burundi ili wapate kuonesha kwamba wao wako pamoja na wao. Usisahau kama hawa wanaojiita Wanyamulenge ni wao wanafuga wa Red Tabara, na Red Tabara inakuwa ina malengo ya kuvunja utawala wa Burundi ili wao Watusi wapate kutawala. Ni kusema ni mchezo ambao wako wanacheza, na wanafikiria sisi Wakongomani ni vichuchu, hatuna akili ya kufikiri. Ile kwenda Burundi ni hipokrisi, ni unafiki, na vile vile Kongo ni unafiki. Kwa hiyo eneo za vita tunaendelea kupambana, na ni vizuri sana upande wa tarafa la Fizi. Ni kusema pande zote hawa watu walishashindwa vita, na ndio maana wanahitaji kufanya diplomasia, kutumia pesa, kutumia siasa sio kwa halali, yani unafiki. Ni mbwa mwitu lakini wamevaa ngozi ya kondoo. Kwa hiyo Wakongomani, mahali popote mlipo, msikubali yale yanayosemeka kwa Wanyarwanda. Tunapoteza wanajeshi, na tulipoteza hizo nani za drone, sababu mtusi mwingine aliyejiita kwamba yeye ni wa rais anageuza drone yende piga majeshi yetu. Sababu ya ile tunaomba tuwe macho Wakongomani, tusikubali kila kitu ambacho hao Watusi wanasema. Wanakuja na malengo yasiyokuwa mazuri kwa ajili ya nchi yetu, na wanasema mpaka watutawale, na sisi tunasema wataenda tawala makaburi ya wandugu zao, lakini sisi Wakongomani hatutatawaliwa kamwe na hao Watusi. Basi wandugu wasikilizaji, tutasema asante.